Good morning, good morning. Waligani asubuhi ya leo ndugu zangu, dada zangu. Ninaamini kwamba kila mtu Mwenyezi Mungu ameweza na kumlinda kwa usiku wote. Bado anaendelea na kuona upendo wa Mwenyezi Mungu. Kila mmoja anaendelea na kushuhudia baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama ni za aina gani. Kuamka katika uso wa dunia ni baraka ya kwanza. Sio kawaida kamwe, bali ni baraka na neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuonea. Kama umeona siku, amini kwamba siku itakuwa ni ya baraka. Maybe jana uliweza na kupitia mengi, uliweza na kusikia mengi ya kuumiza, lakini Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe kwa siku ya leo. Ameweza na kuandaa mengi mema, ni kwa sababu yako. Basi asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Changoma, Mboni Pastorate. Karibuni sana, tuendelee na kubarikiwa kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Asubuhi hii jema ya leo, mtazamaji, ningependa nikusalimu. Bwana Yesu asifiwe. Na ujambo. Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Na ningependa tuanze kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii jema na asubuhi jema kama hii ambayo umetupa. Asante kwa kutuhifadhi usiku wote na asubuhi ya leo ukatupa nafasi ya kuwa hai. Asante Mungu wetu. Na sasa tunaanza kujifundisha neno lako. Tunaomba kwa nguvu za uwezo wa Roho Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi. Tubariki sisi zote tunapoendelea na kujifundisha. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa asubuhi ya leo tuweze kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu. Mlango ni 18 kuanzia mstari huo wa 18 hadi wa 30. Na kama hatutamaliza hicho kifungu, utachukua muda ukaweze kumalizia hiyo mistari mingine. Tusome. Kiongozi mmoja Myahudi alimuuliza Yesu, "Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kupata uhai wa milele?" Yesu akamwambia, "Mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, waheshimu baba yako na mama yako." Yeye akasema, "Hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu." Yesu aliposikia hayo akamwambia, "Unatakiwa bado kufanya kitu kimoja. Uza kile kitu ulicho nacho, wangawie maskini hiyo fedha, nawe utakuwa na hazina yako mbinguni. Alafu njoo unifuate." Lakini huyo mtu aliposikia hayo alihuzunika sana kwa sababu alikuwa tajiri sana. Yesu alipoona akihuzunika hivyo akasema, "Jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu! Naam, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Mtazamaji, hiyo mistari mingine ningependa uendelee na kujisomea ili tukaweze kuokoa muda. Haya ni maneno aliyosema na mifano anayoendelea na kutoa Yesu katika nyakati zake za mwisho la kuishi hapa ulimwenguni. Na alitufundisha ili wakati atakapoondoka, jinsi nilivyosema, tuweze kuyasoma na kuelewa ni mambo gani aliyotuachia Yesu, tuendelee na kuyafanya na kuyatenda na kuyatekeleza kabla hajarudi mara ya pili. Na huu mfano ni wa mmoja wa Wayahudi ambaye
Mmoja alikuwa ni msomi sana, alikuwa kama ni masomo ako nayo, kama ni mali alikuwa nayo, kwa sababu alidumu katika kanisa na alijua mambo ya sheria ya Mungu wakati wa Musa. Kwa sababu alijua na alisoma na akaelewa. Lakini alimjia Yesu kwa kumjaribu, si kwa kutaka kuzaidika. Na akamuuliza mambo ya uzima wa milele. Na Yesu akamfafanulia vizuri. Akamuelezea jinsi atakavyofanya ili akaweze kuupata uzima wa milele. Mtazamaji, jambo la kwanza ambalo Yesu anatufundisha hapa ni kuonyesha ya kwamba hakuna aliye mkamilifu. Sisi zote ni wenye dhambi. Kwa hivyo wakati tunaotafuta uzima wa milele, kwanza ni kujihoji na kila wakati kutubu, kwa sababu sisi hutenda mambo mabaya yasiyompendeza Mungu kila wakati. Na kunao ambao wanapoamka asubuhi kwa ajili ya kuwa na mali, kwa ajili ya kusoma sana, kwa ajili ya kuwa kiwango cha juu, anaweza kuona ni kama amefikia kiwango cha juu sana. Na anapotembea anaona ni kama ako juu ya wale wengine. Hapana. Sisi zote tulitenda dhambi. Na Mungu anataka tuishi maisha ya unyenyekevu, ya kunyenyekea, kila wakati kumulilia, kusema ya kwamba tusamehe, tuhurumie, sisi ni wenye dhambi na tunajioji kila wakati. Na ndipo Yesu anatufundisha ya kwamba tunaweza kuwa na mambo magumu, tunaweza kuwa na mambo makubwa, na hayo mambo yanaweza yakatuzuia kupata huo ufalme wa mbingu. Najua kunao wengine ambao wamesoma na masomo ni mazuri, hata yanaweza kumwelekeza mtu kumjua Mungu zaidi. Lakini kwa sababu tunaona ni kama tumepita mipaka, tunaona sisi tumeendelea sana. Wengine wamebarikiwa na hiki, wengine wamebarikiwa na familia nzuri, na wanaweza wakapotea wakamsahau Mungu. Huyu kijana alipoonyeshwa njia ya kumfuata Kristo, aliweza kuhuzunika na kukasirika, kwa sababu alielekezwa kuwasaidia masikini na ile mali ambayo Mungu alikuwa amempa. Lakini hakupendezwa na hayo. Yeye tu alikuwa anataka Yesu amwambie umetenda vizuri. Wengi wetu tunataka wakati tunafanya mambo tukaweze kupewa shukurani, kuinuliwa, kutangazwa, ili tukaweze kuambiwa well done, umefanya vizuri. Lakini hayo katika ufalme wa Mungu, Yesu anasema hayo sio kitu. Kunyenyekea na kujiona mimi sijafikia, mimi bado nina nafasi ya kumtafuta Mungu zaidi, hiyo ndiyo jambo ile nzuri ambayo Mungu anatuelekeza. Huyu kijana hakuweza kufuata yale Yesu Kristo alimpa. Na unaona siku ya leo wengine wamefungwa kutokumfuata Yesu na mambo tofauti. Japo kuwa Yesu hakusema mali ni mbaya, Yesu hakumaanisha utajiri ni mbaya, hapana. Lakini ni kujitoa kwa moyo. Na hivyo ni kusema ya kwamba hakuna kitu kikubwa ambacho kinaweza kumzuia mtu yoyote kumfuata Kristo. Hata kama ni masomo ya juu, hayawezi kukuzuia kumfuata Yesu ama kumwabudu Mungu. Mungu ni mkuu na Mungu ni wa pekee. Na Yesu alikuja kutufundisha kunyenyekea kwenye kiti cha enzi ambacho ni cha Mungu mwenyewe. Mtazamaji, je, kunalo jambo ambalo linakuzuia ama limeweka vikwazo katika maisha yako kutokumtafuta Mungu? Angalia, je, huenda ikawa ni masomo? Je, ni kazi? Je, ni utajiri, biashara? Hiyo biashara unaweza kutafuta nafasi, unaweza kufunga, upate saa moja la kuongea na Mungu. Ili kwa sababu sisi zote wakati Yesu atakapokuja, hakutakuwa na biashara, hakutakuwa na masomo, ataangalia tu yule mtu alikuwa na bidii ya kunyenyekea,
bidii ya kumfuata Mungu, bidii ya kutafuta ufalme wa mbingu, kwa sababu huo ndio utajiri mkubwa katika maisha ya dunia hii. Lakini mambo yote yale ambayo yanatuzuia, yale ambayo huenda ikawa ni vikwazo za kutomtafuta Yesu, tuyaache kando, kwa sababu yana mwisho wake. Mambo yote ya dunia yataisha, lakini ufalme wa Mungu ujao tutaishi milele na milele. Kwa hivyo mtazamaji, unapoanza safari ya kuelekea kazini, kwenda katika mambo yako, fikiria, je, hayo mambo huenda ikawa ni kikwazo cha kutafuta ufalme wa mbingu? Kwa sababu Yesu alituandaa wakati anaporudi, wakati kifo chake kinakaribia, aliweza kuandaa wanafunzi wake na wafuasi wawe waangalifu kwa mambo ambayo wanayoyatenda hapa ulimwenguni kabla hajarudi. Na akawaelekeza ni vizuri kunyenyekea na kujiona kila wakati sisi ni watenda dhambi, ili tumpe Mungu nafasi ya kutusafisha, ya kutuweka huru kwa sababu ya huruma yake. Mtazamaji, angalia haya maneno wakati huu tunapongojea kifo cha Yesu Kristo. Bwana akubariki na Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa sababu ya fundisho nzuri ambalo tunaendelea na kujifunza. Wakati huu tunangojea na tunatarajia kifo cha Yesu Kristo ambacho kilileta tumaini katika maisha yetu. Haya ni baadhi ya maneno tunayojifunza Yesu Kristo aliyoyazungumza nyakati za mwisho alipokuwa anatarajia kutoka katika ulimwengu huu. Na ni maneno wakati kama huu yanayoweza kututia nguvu na kuturejesha katika uhusiano wetu na Mungu. Mungu tusaidie, endelea na kutukumbusha ili tukaweze kubadilisha maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Fundisho la asubuhi ya leo tumeweza na kuona kiongozi mmoja Myahudi aliweza na kumuita Yesu mwalimu mwema, na akaweza na kumuuliza nifanye nini ili niweze kupata uhai wa milele. Basi naye Yesu akaweza na kumwambia kwamba hakuna yule ambaye ni mwema, mbona uniite mwema? Hata mimi sio mwema. Na yule kiongozi akaweza akaweza na kuelezewa na Yesu Kristo kwamba juu ya sheria zote, amri zote zile ambazo watu nafaa kuzifuata, ili akaweza na kupata uhai wa milele. Lakini yote akaweza na kusema kwamba amefuatilia yote. Huyu kiongozi alikuwa ni tajiri, alikuwa kona mali nyingi. Lakini yote Yesu akaweza na kumwambia kwamba kuna moja ambalo umeweza na kubakisha, enda uuze kile ambacho uko nacho ukaweze na kubariki maskini nacho. Lakini yeye akahuzunika. Hakutaka hayo ambayo aliweza na kuambiwa. Hayo ambayo aliweza na kujibiwa na Yesu Kristo, aliweza na kukasirika, akatoka pale kama amekasirika, lakini njia ilikuwa ni hiyo hiyo tu. Na wakati huu ambapo alikuwa anahuzunika, ambapo alikuwa anakasirika, Yesu akaweza na kusema kwamba tena ni vingumu sana matajiri wengine kuona ufalme wa Mwenyezi Mungu. Yaani ni rahisi sana kwa farasi ama tuseme ngamia kupitia katika tundu la sindano. Tundu la sindano kila mmoja anajua. Hata wengine kuweka uzi pale katika kale kashimo ka sindano, ile tundu la sindano ni ngumu. Lakini tunaambiwa kwamba ni rahisi sana ngamia kupitia pale katika lile tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Wewe umejiwekea yote, uone kwamba kuna yule ambaye anafaa hata kusaidiwa nawe. Uko pale unakimbia pale kanisani, uko pale unafuata yote, unasema kwamba ninaenda kutoa hiki,
Unasema kwamba yani mimi niko na cheo pale, lakini kusaidia maskini hauwezi. Umekimbia kanisani, kuna mtu ambaye umeacha pale, jirani yako analia njaa. Jirani yako watoto waliweza kulala njaa. Pale kwako chakula umeweza na kutupa pale katika takataka. Hata ile ambayo mabaki ya chakula pale hajewezi akatumika pale kwako tena, lakini kuna jirani yako analala njaa, analia njaa kila wakati. Wakati ambapo unawaona kama sio kitu, lakini unasema kwamba nimeokoka. Wewe umeokoka, unaenda mbingu gani? Swali ndo hilo asubuhi ya leo, wakati ambapo tunasema kwamba ni siku 40 kabla ya mateso ya Yesu Kristo. Umefanya lipi ambalo Yesu mwenyewe anaweza kuangalia akasema kwamba huyu, Mungu mwenyewe akaangalia akasema kwamba huyu ameweza na kunifurahisha. Kweli huyu ni mtumishi wangu. Kweli huyu ni Mkristo ambaye ako na msimamo. Kweli huyu ni Mkristo ambaye anapenda wale wengine, anawanjali wale wengine. Wewe ni tajiri wa aina gani? Usije ukaona tajiri ni yule ambaye anatembea tu na gari kubwa. Usije ukaona tajiri ni yule ambaye unaona ako na kila kitu kwako. Hata wewe kuna kile ambacho uko nacho, unafaa kusaidia hata na wengine. Ni wangapi ambao unafika wakati fulani unasema hata kama umeombwa tu, hata kama ni chumvi pale, unasema hauna, lakini uko nayo umefungia mahali. Usije ukaona tajiri ni yule, unaweza kuwa na kitu fulani na uwezo ukasaidia wengine. Unawanyima tu na unajulikana kwako uwezi ukapiana chochote kile. Je, roho ya aina hiyo bado unamngojea Yesu Kristo? Tuonyeshane upendo sisi kwa sisi. Kwa yule mwingine mpende, yule mwingine mjali, ili tukaweze kuendelea na kutoa ushuhuda na kusema kwamba bado tunangojea kuingia katika ufalme wa mbingu. Mwenyezi Mungu na akubariki na uwe na siku njema, na Mungu akabariki kazi ya mikono yako na kuongoze na kutangulia katika kila hatua. Bye.